na kumtakia ziada za kheri kiongozi wetu Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam. Tunaendelea na darsa zetu kwa taufiki ya Allah, darsa za tafsiri ya Qur'ani katika kile kiwango ambacho Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala anatuwafikisha nacho. Bado darsa letu linaendelea katika suratul A'rafi na tulisimama katika aya ya 147. Aya ya 147, kauli ya Mwenyezi Mungu, walladhina kadhabu biayatina wa liqa'il akhirah habitati a'maluhum. Watu wenye kuzikadhibisha aya za Mwenyezi Mungu na wenye kukanusha kuhusiana na kufufuliwa na kulipwa kwa wanadamu, hata kama watakuwa wamefanya matendo mema, lakini kwa kuwa yamekosa sharti ya imani, yamekosa sharti ya kuamini siku ya Kiyama, matendo hayo pamoja na uzuri wake, Allah anasema habitati a'maluhum, matendo yao hayo yatakuwa yameporomoka, kwa maana hayana malipo ya kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Na siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atazungumza aseme, hal yujizauna, unafikiri wanalipwa wale makafiri, illa ma kanu ya'maluna, isipokuwa malipo yao yanatokana na yale waliokuwa wakiyafanya wakati wa uhai wao. Kwa hivyo kila mmoja wetu siku ya Kiyama atalipwa kulingana na yale aliyokuwa akiishi nayo katika dunia. In khairan, ikiwa maisha yake alikuwa anaishi kwa kufanya matendo mema anayoyaridhia Mwenyezi Mungu, fajazauhu khairun, na malipo yake pia itakuwa kheri. Wa in kana sharran, na ikiwa matendo yake yalikuwa matendo maovu, kwa maana Mwenyezi Mungu hakuyaridhia matendo hayo, fajazauhu sharrun, na malipo yake yatakuwa kama alivyoyachuma yeye mwenyewe. Sasa tukiendelea bado na kisa cha Nabii Allahi Musa na watu wake, ndio anasema Mwenyezi Mungu, watakhadha qaumu Musa, wakajifanyia watu wa Musa, watakhadha qaumu Musa, wakajifanyia watu wa Musa mimba adihi, baada ya Musa kwenda kwenye munaja wa kuzungumza na Mola wake, alipoondoka katika hadhara ya Bani Israila na majukumu ya uongozi kumkabidhi ndugu yake Haruna, alipoondoka wana wa Israila wale wakorofi wakajifanyia baada ya yeye kutokuwepo, min huliyihim, kutokana na mapambo yao, yani vitu vya dhahabu, herini, mikufu na kadhalika, wakajifanyia ijilan, wakatengeneza sanamu la ndama, jasadan, ndama aliye na kiwiliwili, lahu khuwar, ikawa ndama huyo upepo unapompuliza hutoa sauti kama vile anavyotoa sauti ng'ombe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walipokuja kujitetea wana wa Israila kwamba wao sio wahusika na utengenezaji wa ndama huyo,
bali alikuwa Samiriyu, na yeye ndiyo aliyewadanganya akawambia kwamba huyu ndama ndiyo Mungu wenu ambaye Musa alikuwa anakupelekeni kwake. Lakini Musa maskini amesahau, hakujua yeye na Mungu wake watakutana mahala gani. Sasa maneno haya walipoyasema Bani Israila kwa njia ya kujitetea, ndiyo Mwenyezi Mungu anawauliza, alam yarau, hawaoni wakaweza kugundua? Alam yarau, hawaoni wakaweza kugundua? Annahu, kwamba huyo anayedaiwa kuwa ndiyo Mungu wa Musa, la yukallimuhum, hawezi kuwaneneza wao, hawezi kuwasemesha wao, wala yahdihim sabila, wala hawaoni kwamba hana sifa ya uungu, kwa sababu hana uwezo wa kuwaongoza katika njia iliyonyoka. Ittakhadhuhu, ndiyo ittakhadhuhu wa kanu dhalimin, wamemfanya sanamu huyo kuwa ni Mungu, na kwa kufanya hivyo wamekuwa madhalim, walizodhulumu nafsi zao. Haya ni katika baadhi ya matokeo magumu, matokeo mazito ya wana wa Israila. Pamoja na kwamba wamepewa kitabu bora, pamoja na kwamba wamepelekewa mitume wawili kwa wakati mmoja, lakini mtume huyu ndio aliyowatoa katika minyororo ya mateso na utumwa. Basi wao baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tumeona kila wanapotoka hatua moja kwenda nyingine, wao hawazidi kuja katika hidayah, bali wao wanakwenda mbali zaidi kumkataa Allah. Walipovuka katika ule mto aliyeangamizwa Firauni, wakaja katika mji wakawakuta watu wanaabudia sanamu. Wakamwambia Musa, na siye tufanyie sanamu kama walivyo nayo hawa sanamu. Lakini kama kwamba haikutosha, Musa ana ahadi nao kwamba anakwenda kuwachukulia zawadi ya kitabu. Huku nyuma alipowaacha, wameondoka katika taa ya Allah, wamekwenda kuabudu masanamu. Lakini kama kwamba hiyo haikutosha, Musa alipoambiwa achague watu 70, wale anaowaona hawa alhamdulillahi wanamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, wawawakilishe wenzao kwenda kusikia maneno ya Allah subhanahu. Musa kama mtume hawezi kufanya upendeleo, bali alitekeleza amri ya Mola wake kama alivyotakiwa aitekeleze. Akawachagua wale aliowaona hawa ndio wacha Mungu, akachukua watu 70 akenda nao katika munaja, wakasikia maneno ya Allah Banu Israila. Shukurani yao wana wa Israila, wanamwambia Musa, lan nu'mina laka, hatukuamini kama hiyo tuliyosikia ndiyo sauti ya Mungu, hata nara Allah jahratan, mpaka tumuone Mungu uso kwa macho. Yani hata neema ya kusikia maneno ya Mungu mubashara, bila ya kuyasikia mtu mwingine kati, Mungu anazungumza, wao wanapokea, lakini bado wanasema sisi hatuamini kama hayo ni maneno ya Mungu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliwaghadhibikia, wote wakafa, akabaki Musa. Musa akawa analia, anamlilia Mola wake, ya Rabbi, hawa ndio watu wao bora, nimewachagua nikiamini kwamba ndio watu bora wao. Leo narudi peke yangu, nikirudi watanielewaje wana wa Israila? Wataniona nimewaulia watu wao wema na watukufu.
Mwenyezi Mungu nakuomba, kama ungelikuwa umeshaamua kutuangamiza, ungelituangamiza kule sote kabla hatujafika huku. Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake watu 70 hawa Mwenyezi Mungu akawarejeshea uhai. Kwa hivyo utawaona wana wa Israila neema nyingi zimewapitia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wao hawakuwa wenye kurejesha shukurani. Ndio anasema watakhadha qaumu Musa, wakafanya watu wa Musa mimba adihi, baada ya Musa kwenda katika munaja, min hilihim, kutokana na mapambo ya dhahabu walizokuwa nazo, ijilan, wakajifanyia sanamu la ndama, jasadan, ndama lenye kiwiliwili, lahu khuwar, ndama hilo lilikuwa likitoa sauti kama ile sauti anayotoa ndama halisi wa ng'ombe. Qala al-Hafidh ibn Kathir, Al-Hafidh ibn Kathir anasema yukhbiru ta'ala, hapa Mwenyezi Mungu anaeleza an dhalalin, kutokana na upotevu, man dhalla, wa wale waliopotea, min bani Israila, katika kizazi cha Israil, fi ibadatihimul ijla, katika tendo lao la kuabudu ndama, alladhi takhadhahu lahumus Samiriyu, ambaye aliwafanyia Samiriyu, minal hulli, kutokana na mapambo ya wana wa Israil. Fashakkala lahum, akawatengenezea wana wa Israil, minhu, kutokana na mapambo hayo, ijlan jasadan, ndama lenye kiwiliwili, la ruha fihi, lakini ndani yake hakuna roho. Waqad hitala biidkhali rihi fihi, alifanya kila hawezalo kutia upepo ndani ya sanamu lile, hata swara, mpaka pakawa yusma'u lahu, panasikiwa kutokana na sanamu hilo, khuwarun, panasikiwa sauti, ay sautun ka sauti al-baqari, pakawa panasikiwa sauti kama sauti ya ng'ombe. Hivyo ndivyo ilivyo ikawa. Wa maana min ba'dihi, na maana ya neno hili, ay min ba'di dhahabi Musa, baada ya kuondoka Musa, ila Tur, kwenda jabali Turi, limunajati rabbihi, kwa ajili ya kufanya munaja na Mola wake. Katika surati Taha, katika kisa hichi cha Musa na kuelekea munaja, Mwenyezi Mungu anamwambia Musa alipofika katika miqati, anamwambia wama aajalaka an qaumika ya Musa, kitu gani kilichokuleta haraka haraka ukawaacha nyuma watu wako ewe Musa? Anataka kupewa taarifa ya yaliyotokea huko nyuma. Wama aajalaka, kitu gani kilichokuharakisha, an qaumika, ukaanza kufika wewe ukawaacha watu wako ya Musa. Qal, Musa anamjibu Allah akasema, hum ulai ala athari, hao wako simbali, wako karibu nyuma yangu wanakuja, lakini waajiltu ilaika rabbi, nimekuja mbio mbio kuja kwako ewe Bwana wangu, litarudha, nimefanya hivyo ili upate kuridhika. Mambo mengi kama Waislamu tunatakiwa tuwe hivyo. Adhana ukiisikia, acha yako kwanza, kimbilia kwa Allah, liyardha, ili Mola wako apate kuridhia. Penye jambo la kheri, acha yako kwanza, kimbilia, liyardha,
ili Mola wako apate kuridhia. Anatufundisha Musa alayhi salam, pamoja na kwamba kapewa jukumu la uongozi wa Bani Israila, anamwambia Haruna, waongoze hawa, simama nao hawa, waongoze kama nipo, lakini mimi ninafuata wito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anafika alikofika, anaulizwa na Mola wake, wama aajalaka an qaumika, kitu gani? Neno hili sio Mungu hajui. Kwa nini Musa amekuja alivyokuja? Anataka kunifahamisha mimi na wewe. Mtume wa Mwenyezi Mungu anaharakia kutii amri ya Mola wake. Hicho ndio anachotaka kukufahamisha, sio kwamba Mungu alikuwa hajui. Kwa nini Musa kafanya mbio mbio? Wama aajalaka, kitu gani kimekufanya uje haraka ya Musa? An qaumika, ukawaacha watu wako. Musa anajibu, hum ulai ala athari, hao wako nyuma yangu wanakuja. Wa ajiltu ilaika, nimefanya haraka Rabbi kuja kwako. Litardha, nataka wewe uwe radhi, nataka wewe uniridhie. Mwenyezi Mungu ndio anampa taarifa Musa, anasema fa inna, hakika yetu sisi, kadifatanna qaumaka, tayari tumeshawatihani watu wako, mimbaadika, baada ya kuondoka wewe tumewatihani. Wa adhallahu Samiriyu, na Samiriyu amewapoteza. Samiriyu ni majazi kuwapoteza yeye, hana uwezo wa kuwapoteza wala kuwaongoa watu, lakini yeye ni sababu ya hawa watu kupotea. Wa adhallahu Samiriyu, Samiriyu amewapoteza, kwa hivyo watu wako wamekwisha kufeli. Taib, ndio Mwenyezi Mungu tukiendelea anasema, alam yarau, hawa Bani Israila hawaoni, annahu, kwamba ilo sanamu linalodaiwa kuwa ndio Mungu wa Musa, bali Musa mwenyewe amesahau. La yukallimuhum, hawaoni kwamba halina uwezo wa kuwaneneza, hata kama inatoka hiyo sauti, lakini sauti hiyo ya basi inatoka sauti hiyo tu, lakini uwezo wa kuwasemeza hanao. Wala yahdihim sabila, wala hana uwezo sanamu wa kuwaongoza katika njia iliyonyoka, njia itakayowapatia radhi za Mwenyezi Mungu. Uwezo huo hana pia. Anatusaidia mfasiri, anasema al-istifhamu litaqri'i, suala hili Mwenyezi Mungu anawauliza wana wa Israila kwa ajili ya kuwagonga, wataubihi, na kuwatahayarisha. Hamnazo nyinyi? Hamna akili? Hamfahamu? Hamzingatii? Ai kaifa abadul ijla, vipi wameliabudu ndama. Watakhadhuhu ilahan, wakamfanya ndama huyo kuwa ndio muabudiwa. Maa annahu laisa fihi shay'un, pamoja na kwamba ndama huyo hana chochote. Min sifati al-khaliqi ar-raziqi, katika zile sifa ambazo anazo al-khaliqi, muumba Allah tabaraka wa taala, ar-raziqi, mruzuku Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Huyu ndama hana sifa yoyote katika sifa za al-khaliq. Anakuwaje wa kuabudiwa? Anakuwaje wa kutegemewa? Anategemewaje mtu ambaye kuwepo kwake yeye mwenyewe kategemea viumbe? Akina Samiriyu ndio waliomfinyanga, alafu yeye tena ategemewe, yeye tena aabudiwe. Ndio Mungu analeta istifhamu taubihi wa taqri'i, hamna akili.
Anawauliza hivyo Mwenyezi Mungu subhana, aifa innahu la yamliku qudratal kalami, Mungu gani huyo aliyekuwa hana uwezo kumiliki uwezo wa kuzungumza, wala kudurata hidayatihim, Mungu gani huyo asiyomiliki uwezo wa kuwaongoza ila sabili saada, kuwafikisha katika njia ya ubwana? Fakaifa yutakhadhu ilahan, vipi dude kama hilo lifanywe Mungu la kuabudiwa na kunyenyekewa? Mwenyezi Mungu anawalaumu hapa. Usije ukasahau hapa, wakati Musa anaondoka alimuacha Harun alayhi salam. Ilikuwaje mpaka Samiriyu akapata nafasi ya kuweza kulitengeneza sanamu na kuweza kuwapiga kampeni watu na wakaenda katika ibada ya sanamu? Kumbuka kule walikotoka walimwambia Musa, tunataka sanamu. Alipotokea mpotoshaji wa kutengeneza sanamu, maana yake tayari alikuwa kashapata wafuasi. Kwa akili yake anajua hawa walitaka kitu fulani. Hii ndiyo kampeni hata ya dunia. Mtu anapotaka uongozi fulani anawasoma watu kwanza, wanataka nini? Watu wanalilia tunataka maziwa, ili apate nafasi ile, na yeye atakuja kusema mkinipa mimi kitu cha kwanza maziwa. Umefahamu? Kwa hivyo Samiriyu hakuwa mpumbavu katika kulitengeneza ndama hili, ni kwa sababu alishawajua wana wa Israila nini walichokitaka, akawatengenezea sanamu hilo. Lakini Haruna kama Harun alitekeleza wajibu wake kama mtume wa Mwenyezi Mungu, kama aliyewakilishwa na Musa alayhi salam. Mwenyezi Mungu analithibitisha hilo, asije akatuhumiwa Haruna kwamba hakutekeleza wajibu wake. Katika surati Taha anasema, walaqad qala lahum Harun, kwa hakika aliwaambia akina Samiriyu na wafuasi wake, Haruna aliwaambia, min qablu, kabla ya kutengeneza madude yao, mpaka kufikia kutengeneza madude yao, mpaka walipoamua kuliabudu sanamu lao, aliwaambia, ya qaumi, enyi jamaa zangu, innama futintum bihi, ibada hii ya kuabudu masanamu huu ni mtihani, mmefitiniwa na mmeshafitinika. Wa inna rabbakumur rahman, eleweni kwamba Mola wenu anayestahiki kuabudiwa Ar-Rahman ni Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye miongoni mwa majina yake ni Ar-Rahman. Fattabi'uni, endeleeni kunifuata mimi, wa ati'u amri, natiini amri yangu nayo kwambieni. Haya ni maneno ya Haruna kabla Musa hajarejea. Sawa? Banu Israila washakuwa na shengesha la kuabudu ndama, wakamwambia Haruna, lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kwa kuwa Samiriyu katuambia huyu ndiyo Mungu wenu na ndiyo Mungu wa Musa, lakini Musa amesahau, tutaendelea kumuabudu huyu mpaka aje Musa aje kutoa fatwa, huyu anastahiki tumuabudie au hastahiki, lakini huna cha kutuambia. Tunakwenda pamoja Taib. Awalam yarau annahu la yukallimuhum, hana uwezo wa kuwaneneza, wala yahdihim sabila, wala hawaongozi njia ya kupata saada duniani na akhera. Ittakhadhuhu, wao ndio wakamfanya ndama kuwa muabudiwa wao,
wakanu dhalimin, na wakawa kwa ibada hiyo madhalim. Tukichukulia kana ya fi'lu madhi, lakini akisema kwa maana wakanu, kana ya istimrar, hata kabla ya kuliabudu ili ndama, wao asili yao hawa walikuwa ni watu madhalim, kama alivyokuwa Ibilisi. Shafahamu pamoja na kwamba walichukuliwa na Musa, wakatamkishwa shahada, wakaitambua tauhidi, lakini asili yao hao ni washirikina, hao walioabudu ndama. Wanasema inna shaqiya la shaqiyul azali, mkorofi hapa duniani inadhihirika tu, lakini toka azali katika ilmu ya Allah anajulikana huyu ni shaqi. Mungu anamjua huyu ni kafiri, huyu ni aswi, huyu ni hivi, anajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa aksuhu, na kinyume cha yule shaqiyu, as-saidu, ni mtu muheshimiwa, mtukufu, mtu mwema. Wa aksuhu saidu lam yubaddali, haya mambo yameshaandikwa, yameshahukumiwa, lam yubaddali, hayabadilishwi njiani. Tumefahamiana Kwa hivyo wakanu, hawatoka huko wanakotokea, walikuwa dhalimina. Katika ilmu ya Mwenyezi Mungu wanajulikana kwamba hawa ni madhalim. Ay abadul ijla watakhadhuhu ilahan fakanu dhalimina li anfusihim, wakawa ni madhalim waliozidhulumu nafsi zao. Haithu wadha'u al-ashya'a, kwa vile wameyaweka mambo fi ghairi mawdhi'iha, mahala sipake. Ukiabudu asiye kuwa Allah, umeweka mambo si mahala pake. Sawa, ili jambo liwe jambo, ni lazima jambo hilo likae mahala pake. Unataka kuswali, basi mahala pake lazima uwe na tahara, mahala pake lazima uwe Muislamu, mahala pake mavazi uliovaa yawe ya halali, mahala pake chakula ulichokula kiwe cha halali, mahala pake uliposimama pawe tahara, uelekee kibla. Hapo sasa ukiswali utakuwa umeswali swala ulioiweka mahala pake. Sawa? Kwa hivyo hawa dhulma yao ni kwamba wameiweka ibada si mahala pake. Wadha'ul ashya'a, wameyaweka mambo mengi fi ghairi mawdhi'iha, mahala si pake. Watakariru lafdhi takhadhu, kurejewa kwa neno hili takhadhu, limazidi tashnii alaihim, kwamba haya anakusudia Mwenyezi Mungu kwamba hawa watu kutufahamisha ni wakorofi, ni wakorofi, ni wakorofi. Anasema hivyo Subhanahu wa Ta'ala, walamma suqita fi aidihim. Anasema Subhanahu wa Ta'ala, ibada yenyewe ilikuja ikawaudhi, ikawakera wale waabudiaji hilo ndama. Walamma suqita fi aidihim, zama ilipokuja kuwachukiza ibada hiyo ya kuabudu ndama, nadimu, walijuta, ala jinayatihim, kwa makosa walioyafanya. Washtadda nadamuhum, na majuto yao yakawa makubwa sana. Wa hasaratuhum, na hasara yao ikawa kubwa sana. Ala ibadatil ijli, kwa kosa lao la kuabudu ndama. Warau, wao wenyewe wakagundua, annahum qad dhallu, kwamba kwa kuabudu asiyekuwa Allah wamepotea. Waligundua hilo. Shafahamu
waligundua hapa tulipopeleka twaa si mahala pake. Waraau, wakaona, annahum, kwamba wao, qad dhallu, aitabayanu, walibaini na kugundua, dhalalahum, waligundua upotevu wao, tabayyunan, ubainifu, jaliyan, wawazi kabisa, kaannahum, kama kwamba wao, absaruhu biuyunihim, ule upotevu wenyewe waliuona kwa macho yao. Walipoligundua hilo, wanataka kurejea kwa Mola wao. Qalu, wakasema, la illam yarhamna rabbuna, kama sisi Mola wetu hakuturehemu, wa yaghfir lana, na kama sisi Mola wetu hakutusamehe kwa ibada ya kuabudu ndama, lanakunanna minal khasirin, wallahi tutakuwa miongoni mwa waliokula khasara. Haya wanayasema wao, wana wa Israila. Wanarudi kwa Mola wao kwamba kama Mwenyezi Mungu Mola wetu hakuturehemu, kama Mwenyezi Mungu Mola wetu hakutusamehe, lanakunanna minal khasirin, tutakuwa miongoni mwa waliokula khasara. Aila illam yatadarakna, kama hakutudiriki sisi Allah birahmatihi wa maghfiratihi, lanakunanna minal khasirin, ay lanakunanna minal halikina, tutakuwa tumeangamia. Qala Ibn Kathir, wa hadha i'tirafu minhum bidhanbihim, huku nukukiri kutokana kwa Banu Israila kwa kosa lao hili, watijai ila Allahi azza wa jalla, na kuelekea sasa kwa Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala. Ndiyo Mwenyezi Mungu katika surati Taha anatuambia katika kauli yake, wa baada dhalika, baada ya haya yote, anasema Mwenyezi Mungu, innama ilahukumullah. Maneno haya anayasema Musa kuambia wana wa Israeli, innama ilahukumullah, hakika si vingine muabudiwa wenu, anayestahiki kuabudiwa ni Allahu tabaraka wa taala, alladhi, Allah ambaye, la ilaha illahu, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake. La ilaha illahu, isipokuwa yeye Allah, wasi'a kulla shay'in ilma, tofauti na masanamu, tofauti na mizimu, tofauti na ndama, tofauti na jua na mwezi, hivyo vyote havijui chochote. Lakini Mwenyezi Mungu, wasi'a kulla shay'in ilma, kila kitu Mungu anakijua, na anakijua kwa mahitaji ya hicho kitu. Mwenyezi Mungu ana viumbe wake, wewe hata katika macho hujapata kuwaona, lakini mwenyewe Allah anawajua idadi yao, anayajua mahitaji yao, anawapelekea riziki zao, anawaweka na uhai wao, anajua mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Huyo ndio anayestahiki kuabudiwa. Usipomuabudu wewe Allah, usifikiri kwamba utatia doa lolote kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume wa Mungu katika hadithi al-Qudsi anatusimulia Mwenyezi Mungu, lau anna awwalahum wa akhirahum wa insahum wa jinnahum, lau wa mwanzo wa mwisho, wanadamu majini, lau ijtamau, kama watakusanyika ala saidin wahidin, katika eneo moja la ardhi, hakuna hata kiumbe aliyokufa, viumbe wote kabisa, wanadamu na majini, tukakusanyika katika uwanja wa kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, anasema Mwenyezi Mungu, wasingelizidisha chochote katika ufalme wangu.
Lakini kadhalika watu wote hao wangeliamua kuwa katika sura ya moyo wa mtu mmoja, tukamkufuru Mungu, mwisho wa kumkufuru tusingelipunguza katika ufalme wa Mwenyezi Mungu chochote, isipokuwa kama sindano ya kushonea kofia zetu za kae, ukaichukua ukaitia katika bahari ya Hindi, alafu uitoe uangalie ile sindano imepunguza nini maji katika bahari ya Hindi. Ushafahamu Kama imetoka na chochote, basi hicho ilichotoka labda ndio umepungua huo ufalme wa Allah. Na huo ni mfano wa kutilia mkazo kwamba hakuna kinachopungua katika ufalme wa Allah. Mimi na wewe na mwingine ndio wahitaji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunakwenda pamoja. Anasema Mwenyezi Mungu kadhalika, anamwambia mtume wake Muhammad, kama hivyo tulivyokusimulia visa vya mitume mbalimbali, na kusu alaika min ambai ma qad sabaka, tunakupa taarifa juu ya habari za mitume na nyumati zilizokwisha kutangulia kwa uhakika. Waqad atainaka min ladunna dhikra, tumekupa Muhammadi kutoka mbele zetu, tumekupa ukumbusho ambayo ni Qur'ani tukufu. Allah anaendelea kusema, man a'rada anhu, atakaye upuuza ukumbusho wa Qur'ani, fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra, huyo mtu siku ya kiyama atabeba zigo la madhambi. Yoyote atakaye kwenda kinyume na mafunzo ya Qur'ani haondoki salama duniani. Yahmilu yawmal qiyamati himla, atabeba siku ya kiyama, hatokwenda bure. Wizra, atabeba zigo la madhambi. Khalidina fihi, gharama ya zigo hilo atakaa nalo milele. Wasaalahum yawmal qiyamati himla, na ubaya ulioje siku ya kiyama mtu kuondoka duniani na zigo la madhambi. Hakuna wa kukusaidia wala huwezi kupunguza njiani. Wajua wale wauza madagaa wale, yale madagaa siku yakiwa mengi yale unakwenda pom 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 pom, wakiona jua alishakwenda pa kuyahifadhi. Unajua tonge kwa tonge alihifadhiki katika friji. Basi akifika kama kule kwetu kichaka punda, anaangalia huku na huku hakuna mtu, analitupa huyo anakwenda zake. Umefahamu? Lakini midhambi ya kwenda nayo kwa Mwenyezi Mungu huna kichochoro pa kuitupa, lazima ufike nayo mbele za Mwenyezi Mungu. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, yule atakayebeba zigo la madhambi anatembea akisunukia nalo, anatembea akianguka nalo. Je, ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, au yule atakayekuwa anatembea sawa sawa? Tayib, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshazungumza na mtume wake Musa katika munaja. Musa amerejea kuwafata watu wake Banu Israila. Anasema subhana, walamma rajaa Musa, aliporejea Musa alayhi salam ila qaumihi, alirejea kwa watu wake, ghadhibana, hali ya kuwa Musa ameghadhibika. Kazi aliyofanya ya kuwaleta watu katika tauhidi ameibomoa mara moja. Samiriyu ghadhibana, asifa, tena amejawa na majonzi na huzuni. Qala, anasema Musa, biisa ma khalaftumuni, ubaya ulioje wa kile ambacho mmekaa nacho baada ya kuondoka mimi. Biisa ma, ubaya ulioje wa kile ambacho khalaftumuni, mlichokifanya baada ya kuondoka mimi. Mmefanya jambo baya sana. Khalaftumuni min baadi,
Ajiltum amra rabbikum, mmeiharakisha amri ya Mola wenu, kwa ghadhabu aliyokuwa nayo Musa. Wa alqal alwaha, akazitupa zile mbao za Taurati. Wa akhadha birasi akhihi, akakamata kichwa cha ndugu yake, yajuruhu ilaihi, anamvuta. Hapa kuna jambo umefahamu Haruna wakati alipoondoka Musa alikuwa ndio nani? Kiongozi Kwa hivyo kama mambo yameharibika katika wizara, akamatwe nani? Sijui unaelewa hata ndani ya familia kama mambo haendi ovyo, ndani ya familia hiyo baba siye. Palikuwapo na Samiriyu na wapambe wake Samiriyu, lakini Musa alimkamata nani? Kwa nini alimkamata Haruna? Umefahamu? Tayib, anasema almunasaba, munasaba wa aya tunazoendelea nazo. La tazalu alayatul karimatu, haziachi bado aya tukufu. Tatahaddathu an qissati Musa alayhi salam, kinazungumza kisa cha Musa maa bani Israila, pamoja na wana wa Israili. Wama aghadaqa Allahu alayhim minan ni'ami, pamoja na neema ambazo nyingi nyingi Mungu aliwapa bani Israila, lakini wama qabaluha bihi minal juhudi wal isyani, wamepewa neema nyingi lakini wao badala ya kuzishukuria wamezikufuria. Ndio Mungu anatusimulia, walamma rajaa Musa, aliporejea Musa ibnu Imran, anarejea ila kaumihi, anarejea kwa watu wake, ghadhibanan asifa, hali ya kuwa ameghadhibika na kuhuzunika. Ay walamma rajaa Musa minal munaja ghadhibana mimma faaluhu, kutokana na yale walioyafanya, min ibadati al-ijli asfan ay shadida al-huzni, akiwa amehuzunika sana. Qala Musa anawahutubia watu wake, bi'sa ma khalaftumuni min ba'di, ay bi'sa ma fa'altumuhu, ubaya ulioje walile jambo mulilolifanya, baada ghaibati, baada ya mimi kuondoka, haithu abadtumul ijla, pale mlipoabudu ndama. Ajaltum amra rabbikum, ay ajaltum an amri rabbikum, mmefanya haraka kuhusiana na amri ya Mola wenu. Wa huwa, na amri yenyewe ilikuwa intidharu Musa, walitakiwa wasifanye chochote, wamgoje Musa hata yarji'a minatur, mpaka arejee kutoka katika Turi Sainaa kwenye munaja na Mola wake. Wal istifhamu lil inkar, na istifhamu hii ya ukanusho, kwa nini mmefanya hivi? Wa alqal alwaha, Musa kwa ghadhabu na hasira akazitupa zile mbao za Taurati, akazitupa kwa hasira. Wa akhadha birasi akhihi, akamkamata kichwa cha ndugu yake, nywele za kichwa na ndevu, yajuruhu ilaihi, anamvuta. Ay tarahal alwaha, alizitupa zile mbao. Lama arahu lima arahu min shiddati aladhabi, ghadhabi, kutokana na kile ambacho kimemtokezea kutokana na ukubwa wa ghadhabu. Na anatakiwa Muislamu aghadhibike kwa ajili ya Allah na aridhike kwa ajili ya Allah. Na hiyo ndio sifa ya Bwana Mtume sallallahu katika jumla ya sifa zake, wa yaghdhabu lillahi ta'ala,
alikuwa anaghadhibika sana bwana mtume inapovunjwa heshima ya Allah, hapo huwezi kumzuia bwana mtume. Lakini wayardha liridhahu, alikuwa mtume anaridhika ikiwa litafanywa jambo lolote la kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu asighadhibike kwa sababu tu kadi yake ya Mzanzibari haioni, aghadhibike auone msahafu wake umetiwa maji au watoto wameuchana. Ushafahamu? Mwalimu, kadi ya Mzanzibari ndo maisha hivyo kweli, lakini mbele ya Qur'ani usighadhibike kupotea Mzanzibari, si utakwenda kuomba? Umefahamu Taib. Kwa hivyo anatuelekeza hivi Mwenyezi Mungu, tarahal alwaha lima arahu min shiddati alghadabi wa furuti aldhajri ghadaban lillahi, kughadhibika kwa ajili ya Allah, min ibadatihi alijla, kutokana na ibada yao, ibadatihimul ijla. Wa akhadha bisha'ri ra'si akhihi Haruna, akazikamata nywele za kichwani za Harun, yajurruhu ilayhi dhanna minhu, akimdhania Haruna annahu qasara min fi kaffihim, kwamba yeye alifanya uzembe, hakutekeleza wajibu wake katika kuwakumbusha na kuwawaidhi an dhalika. Wa kana alayhi salam, na alikuwa mtume Musa shadida alghadhabi lillahi subhana, hataki maskhara anapovunjiwa heshima Mwenyezi Mungu. Qala ibn Abbas lamma ayana qaumahu, Musa alipowaona watu wake, wakadi hakafu ala alijili, wamebaki wakilizunguka na kuliabudu ndama, alqal alwaha, akaziangusha mbao, fakasaraha, akazivunja maskini, ghadhaban lillahi, wa akhadha bira'si akhihi yajurruhu ilayhi, akawa anakivuta. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema katika hadithi, kama utakuwa nayo ile tafsiri ya al-Imam Ibn Kathir, sio mukhtasar ile yenyewe, hadithi hii utaikuta. Anasema yarhamillahu Musa, Mungu yarhamillahu Musa, Mungu amrehemu Musa, au yarhamullahu Musa, Mungu amrehemu Musa. Laisa almuayanu kalmukhbari, haikuwa kuona kama kupewa habari. Kuona na kupewa habari kunako athiri ni kuona. Sawa, Musa aliambiwa kule kwamba tumeshawafitini watu wako. Tumefahamiana Anajua kwamba huku nako kwenda watu wanaabudu ndama, lakini kule alikuwa hajaona. Kwa hivyo kule zile mbao hakuzitupa, kwa sababu uchungu wa kusikia sio uchungu wa kuona. Yarhamullahu Musa, laisa almuayanu kalmukhbar, kama kule kupewa taarifa. Akhbarahu rabbuhu azza wa jalla, Mungu alimpa taarifa, anna qaumahu, kwamba watu wake, futinu baadahu, wamefitiniwa baada ya yeye kuondoka. Lakini falam yalqal alwaha, kule hakuzitupa zile mbao. Falamma raahum, alipowaona watu wake, waayanahum, akawaona kwa macho yake, alqal alwaha, hii mijitu imerudi nyuma kwa kiasi gani, basi anajishutukia zile mbao hizo zinaanguka. Tunafahamiana? Qala, baada ya kuona kisago Haruna kinaendelea kwake, alisema bna umma, kwa maana ya bna umma, ewe mtoto wa mama. Wajua kwa nini kamtaja mama? Kwa sababu mama arhama,
mama anakuwa na hurma zaidi, mama anakuwa mpole zaidi, mama anakuwa mpenzi zaidi. Ndio Nabii Allah Harun anamwita ndugu yake wa baba mmoja mama mmoja, ya ibna umma, ewe mtoto wa mama, innal qauma, hakika ya watu, stadhaafuni, mimi wamenitenza nguvu, wamenidhoofisha, nafasi yangu ya uongozi hawakuipa hadhi yake. Istadhaafuni, wamenidhoofisha. Sio hivyo tu, wakadu yaktulunani, walikaribia waniue. Usione kwamba mimi nimebaki hapa kwa kuridhia. Istadhaafuni wakadu yaktulunani, walikaribia waniue. Ibna umma ay qala Haruna ya ibna ummi, wa huwa nidaa isti'tafi, wito wa kumtaka upole, watarafuki. Ndiyo hiyo hiyo, innal qauma stadhalluni, watu wamenidhalilisha mimi ndugu yangu, watu wamenidhalilisha mimi, wakaharuni, wamenishinda, wakarabu katili, wakakaribia waniue. Hina nahaituhum an dhalika, pale nilipowakataza kuhusiana na ibada hii. Fa ana lam aqsir, usione hivi Musa, mimi sikufanya uzembe na kufupilizika fi nasihihim, katika nasaha zangu kuwa nasihi watu hawa. Nachokuomba, fala tushmiti biyal a'daa, usiwape kicheko kupitia mimi maadui makafiri, kwa sababu hawa wakiona unaninyukua mimi, wale niliokuwa ninawaambia hii si ibada sahihi, watakuwa wanasema unaona alikuwa anatukataza, kumbe ndio ilikuwa tunafanya ibada ya kweli. Unaona usimpe kicheko adui. Ndio hushangaa sisi Waislamu kwamba sisi Waislamu twabomoana sisi kwa sisi, twatukanana sisi kwa sisi, twakashfiana sisi kwa sisi. Wakati mwingine yule ambaye wakutarajia awanusuru Waislamu ndio yeye anayekwenda kuwasokomeza Waislamu mahala sipo. Wale maadui zetu makafiri wanashangilia. Haya maneno tuwe tukijifunza. Tunajua sehemu mbalimbali yanafika haya maneno ya Mungu, yachukue nafasi yake. Haruna, maneno haya makubwa Mungu kayaweka katika Qur'ani kwamba ili liwe somo, kwamba sisi Waislamu yadan ni kitu kimoja, ala man siwana, kwa wasiokuwa Waislamu tunatakiwa tuwe kitu kimoja. Kwa hivyo sisi kwa sisi tusitukanane, sisi kwa sisi tusikufurishane, sisi kwa sisi tusivunjiane heshima, sisi kwa sisi tusipelekane. Alafu watoto huko nyumbani wakapata tabu na wake wakavumilia, mwisho wakaamua kwenda kuwazima vinu vipo, michi itakuwa hakuna, si ndio? Watalazimika wakatafute michi. Nani anayesababisha hayo? Subhanallah, wakati mwingine anakuwa Muislamu. Tunakwenda pamoja. Maneno haya ya Mungu tuyafahamu. Haruna anatusomesha, Mwenyezi Mungu anayathibitisha. Anamwambia ndugu yake, fala tushmit biyal a'daa, usiwape kicheko kupitia mimi maadui zetu, wala tajalni ma'al qaumi dhalimin, alafu mimi usinihukumu pamoja na watu madhalimu waliodhulumu nafsi zao. Mimi sikushirikiana nao, siko pamoja nao hao. Lakini ninarudia kusema tena, haya yote anafikishiwa nani? Haruna. Kwa nini iwe Haruna? Sasa unaweza ukasikia katika baadhi ya nchi mtu kaiba bilioni 200. Tungeliweza kujenga chuo kikuu kwa mfano, ingekuwa katika nchi yetu, umefahamu? Alafu anaambiwa huyu atarejesha kidogo kidogo. Aliyoiba kuku anakwenda jela miaka 3, miaka 2 yake mwenyewe, mwaka 1 mafunzo kwa wale wanaotaka kuiba kuku na wao.
Huyu aloiba bilioni 200, huyu kwa sababu anajua kuiba atalipa kidogo kidogo. Sasa hii inakuwa wapi? Hii inakuwaje? Inakuwaje? Ziko nchi baadhi yake zinafanya hivyo. Kwa hivyo anamwambia ndugu yake, fala tushmit biyal a'daa wala taj'alni ma'al qaumi adh-dhalimin. Katika maneno ibn umma, innal qauma stadhafuni wakadu yaktulunani. Rudi katika hadithi ya bwana mtume, man raa minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi. Anayeona jambo ambalo Mungu haliridhii, uwezo wa kutumia mkono anao, atumie mkono kuliondosha. Fa illam yastati, kama hakuweza kama ilivyokuwa Haruna, afanye nini? Fabilisanihi, aseme. Aya inatuambia alisema Haruna lakini wakafikia kutaka kumuua, bado ikawa hakuweza hata kusema, hakukusaidia. Kilichofuata afanye nini? Fabiqalbihi. Tunakwenda pamoja. Suala linakuja jengine. Sawa, hujaweza kuwazuia. Sawa, hujaweza kuwazuia nini? Kwa nini sasa ukae hapa? Ndio katika surati Taha kule anajitetea Haruna baada ya kuambiwa, kwa nini usinifate? Kwa nini ukakaa hapa? Haruna anasema, khiftu, nilichoogopea au nimeogopea, antakula, wewe kiongozi mkuu usije ukasema farakta baina bani Israila, umewagawa wana wa Israeli, kundi moja umeliacha hapa, kundi moja umeondoka nalo. Hichi ndicho nilichoogopea. Tizama maneno ya mtume Haruna. Hili midude hii inaabudu sanamu tayari ishatoka, ishartadi lakini bado ni banu Israila, bado ni wafuasi wa Musa, na hawa huku waliobaki nao Haruna kidogo ni watu wa tauhidi. Kaacha Haruna kuondoka na hawa isije kuonekana kawagawa bani Israila. Lakini leo kiongozi wa dini ya Kiislamu anavyodai anawagawa Waislamu, hana kisisi kuambia msisome kwa shehe fulani, msisikilize darasa ya fulani, msisikilize redio fulani, msimsikilize mkhutubu fulani, kama kwamba yeye ameshapewa okay na Mwenyezi Mungu, wewe ndio uko katika sahihi. Anawagawa Waislamu. Haruna anakosa kuondoka mahala ambapo watu wanaabudia ndama. Anaulizwa, anasema khiftu, nimeogopea, antakula farakta baina bani Israila, umewagawa wana wa Israeli. Umoja wa Islam ndio tunaweza tukasogea. Tumefahamiana? Wewe kuwa Ansari, mimi nitakuwa huyo Kadiria unavyonita wewe Sufi, wewe kuwa Salafi, wewe kuwa nani Hizbu Tahariri, wewe kuwa Ansari, sijui wewe kuwa utakavyokuwa. Sote si ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tubaki tuwe kitu kimoja. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Haya majina sijui ya Washazilia au Akadiria au sijui Salafi au sijui Ansari, majina haya sio yatakayotufikisha kwa Allah. Kitakacho kufikisha kwa Allah ni tauhidi yako kwa Mola wako subhana, na kutambua utukufu wa Mtume Muhammad na mafunzo aliyokuja nayo, ndiyo yatakayokupeleka salama kwa Allah. Kuitwa tu Salafi, hilo si jina tu. Hata ukizaa mtoto unaweza kumuita Salafi, ndio kashakuwa mfanya ibada. Unaweza ukamuita Ansari. Wapo watoto Ansari. Pale kwa mwalimu Waziri tulikuwa tuna mwanafunzi anaitwa Ansari. Ushafahamu? Kuitwa jina Ansari baba sio ndo musamma, hiyo ni ismu. Musamma, je, kweli Ansari? Huyo anaitwa Salafi. Tunaweza tukamuita mtu yote Salafia huyo. Mwanamke tutamuita Salafia, mwanamume tutamuita Salafi. Ushafahamu? Lakini ndio kweli yuko kama Abubakari? Ndio kweli yuko kama Umari? Ndio kweli yuko kama Ali?
hayo majina tu. Kwa hivyo tusifarikiane, tusiwagawe Waislamu, tusimame kuwaleta pamoja Waislamu, tusiwape maadui wetu vicheko. Sawa? Tayib. Siko pamoja na madhalimu, anasema Qala, hapa Musa alipopata ukweli kutoka kwa huyo aliyewachiwa jukumu, anarudi Musa kwa Mola wa haki. Rabbi ghufirli wali akhi, na kuomba unisamehe mimi na ndugu yangu. Wa adkhilna, tunakuomba kwa rehema zako utuingize sisi pamoja, fi rahmatika, ndani ya rehema zako. Wa anta arhamur rahimin, na wewe ndio mwenye kurehemu, wewe ndio mrehemevu. Arhamur rahimin, ay lamma tahaqqaqa li Musa bara'atu sahati Harun, ilipothibitika kwamba Haruna hausiki, ndio Musa akaelekea kwa Allah kuomba yeye na kumuombea Haruna. Lakini kwanza alikamatwa aliyepewa majukumu. Tunafahamiana? Si ndio tujifunze jamani, au sio? Ndio Qur'ani ilivyosema, na Mungu anasema hatukuacha chochote, mafaratna fil kitabi min shay'i. Unataka nini tena? Uongozi bora si ndio huo? Uongozi bora tabu kuupata duniani. Kutakuwa na uongozi tu, ndio dunia ilivyo. Uongozi bora mpaka urudi katika Qur'ani. Tayib, tunaendelea. Innal ladhina takhadhul ijla, sasa maamuzi ya Allah mtukufu. Innal ladhina takhadhul ijla, hakika ya wale waliofanya ndama, wakamfanya ndama ndio muabudiwa wao. Sayanaluhum ghadabun min rabbihim, hao watu kitu cha kwanza ghadhabu za Mwenyezi Mungu zitawafika. Sayanaluhum ghadabun min rabbihim, lakini sio ghadhabu tu, wale walioabudu mandama watafikwa na ghadhabu. Wa dhillatun, watafikwa na udhalili, watakuwa duni fil hayati dunia, katika maisha yote ya dunia. Wakadhalika najizil muftarin, na malipo kama hayo tutaendelea kuwalipa wazushi wote. Itakuwa ndio adabu yao, watu wenye kuzua wakaacha ibada ya Allah, watu wenye kuzua wakaacha hukumu za Allah, watu wenye kuzua wakaacha sheria za Allah. Mwenyezi Mungu anasema watu hao watafikwa na ghadhabu, na katika dunia yote wataishi wakiwa dhalili. Sawa? Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nakhshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Mwenyezi Mungu anasema hivyo. Watu huwa tunatafuta tu, mboni tumefika hapa, lakini tunajifanya Qur'ani kama tunaishi nayo vizuri, ndio maana tunashangaa. Lakini wallahi yanayotufika ni kwa sababu ya Qur'ani tumeipa likizo bila malipo. Ndio haya yanayotufika. Na hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anatuambia innal ladhina takhadhul ijla, waliofanya ndama kuwa muabudiwa wao, sayanaluhum ghadhabun min rabbihim, hao watafikwa na ghadhabu zikitoka kwa Mola wao. Wa dhillatun, watafikwa na udhalili, watakuwa duni, watakuwa hawana thamani fil hayati dunia, katika maisha ya dunia. Wakadhalika, na malipo kama haya wanayolipwa walioabudu ndama, najizil muftarin, tutawalipa wale wenye kuzuazua, wote watakuwa duni. Ushafahamu walladhina amilu sayyiati, na wale watakaofanya matendo maovu, thumma tabu, kisha wakagundua kwamba wamemwasi Allah, wakatubu, wakarejea kwa Allah, wakarejea kikweli, mimbaadiha, baada ya hayo maasi walioyafanya, wa amanu,
wakamuamini Allah imani ya kweli, ay amilul qabaiha wal maasiya thumma tabu wa raja'u ila Allah min ba'di iktirafiha, baada ya kuyachuma hayo maovu, wadamu ala imanihim, wakadumu katika imani yao, wa akhlasu fihi, na wakafanya amali kwa ikhlasi, inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim, Mola wako yuko tayari kubali samahani. Si ulikuwa na mizimu yenu? Si ulikuwa una vibanda vyenu? Si ulikuwa unakwenda kuomba mahala fulani ndio mambo yako unaamini anakwenda? Mwenyezi Mungu anakuletea ofa. Sawa Unaweza ukaacha hayo. Unaweza ukatubu kwa Allah. Mungu atakupokea na Mungu atakusamehe, lakini anataka utubu kikweli, urudi kikweli. Hakuna dhambi ambalo Mwenyezi Mungu kama uko duniani ukamuomba msamaha na tauba akakosa kukusamehe. Mungu atakusamehe. Inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim. Sawa Yuko qawlu Abi Nawasi anasema ghafara Allahu ta'ala lahu, ana ushairi wake anasema, ya Rabbi in adhumati dhunubi kathura, ikiwa madhambi yangu yatakuwa makubwa kwa wingi, falaqad alimtu bi anna afwaka a'zam, mimi ninajua msamaha wako ni mkubwa zaidi. Kama mijidhambi yangu ni mingi, ninajua msamaha wako wewe ni mkubwa zaidi. In kana la yarjuka illa muhsinun, ikiwa wewe hakutarajii isipokuwa yule mwema, faman yaludhu wa yastajiru almujrimu, nani atakaye muokoa muovu? Nani atakuwa kimbilio la wale waovu? Na kimbilia kwako ya Rabbi. Tuje kuondokea, walamma sakata an Musa alghadab akhadha alwaha, Musa ilipondoka sasa ghadhab, akarudi kuzikusanya mbao zake. Ibn Abbas anatuambia wakati huo zishavunjika anaziungaunga tena. Allahumma ya Rabbi nas'aluka ya Rabbi at-taubata qabla al-mauti, Allahumma nas'aluka at-taubata qabla al-mauti, Allahumma ighfir lana dhunubana jami'a wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.